Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Islam, tukiwa bado tunaendelea katika darasa yetu ambayo inahusiana na kitabu hichi kinaitwa Al-Ibadiyatu Madhhabun Islamiyyun Mu'tadil. Ibadhi ni madhehebu ya Kiislamu ya kati na kati, na kitabu ambacho kimetungwa na mmoja katika wanachuoni wakubwa katika ibadhi anaitwa Al-Allamatu Ali Yahya Muammar rahmatullahi alayhi wa nafa'ana biilmi. Kwa hiyo leo inshallah tutaingia katika kipengele kingine ambacho shekhe anasema hapa, al-ibadiyatu laysu khawarij. Ibadhi sio makhawarij. Hapa shekhe anazungumzia kuhusiana na fikra ambazo baadhi ya watu wanazieneza dhidi ya madhehebu ya kibadhi. Yani ni propaganda ambazo zilienezwa tokea wakati huu kwa ajili ya kuchafua madhehebu ya kibadhi. Ionekane kwamba ni madhehebu iliyopotea, madhehebu iliyotoka katika Uislamu, madhehebu ambayo haijashikamana vizuri na ile misingi ya Qur'ani na Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu khawarij asili yake nini? Khawarij asili yake ni kundi la watu ambao walikuwa na misimamo mikali dhidi ya wengine. Kwa hiyo walikuwa wanatoa hukumu mbaya au hukumu nzito sana dhidi ya Waislamu wenzao, wakafikia kuwakufurisha Waislamu. Lakini pia baada ya hapo wakawa wanawapiga vita kila ambao wanaopingana nao, wanawapiga vita na kuwaua. Yeyote yule ambaye atakayekuwa dhidi yao, basi wao wanahalalisha damu yake. Hawa ndio khawarij, na walikuwa wanaitakidi mtu ambaye kafanya madhambi, hata kama atakuwa madogo au madhambi makubwa ambayo si ya kumkufuru Mwenyezi Mungu, basi huyu anazingatiwa ni mushrik, ni mtu ambaye kashamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ibadhi sio khawariji, kwa sababu ibadhi hawasifiki na hizi sifa ambazo tumezitaja hapa. Ibadhi hawamkufurishi Muislamu, wala ibadhi hakuna katika tarehe ya kiibadhi utakuta kwamba ibadhi labda walikuwa wakiwapiga vita Waislamu wenzao, hakuna. Na dola zote ambazo walitawala maibadhi, mfano kuanzia Omani, ukija Yemeni na sehemu nyinginezo Afrika ya Kaskazini, utakuta kwamba ibadhi walipokuwa kitawala walisifika na sifa ya tasamuh, usamehevu uliopindukia mipaka, usamehevu kwa wale Waislamu wenzao waliokuwa wamewazunguka, sawa ikiwa ni katika madhehebu yao au katika madhehebu nyingine. Na kwa ajili hiyo wakaishi na watu kwa uzuri. Ndio maana kwa watu ambao waadilifu wameishi na maibadhi, basi wanajua ibadhi kama ni madhehebu ambayo inayopenda utulivu zaidi, sio umfu, sio kupenda ugumu na vita na ugaidi, fikra za kigaidi ambazo zipo katika baadhi ya mapote ya Kiislamu. Ibadhi hawasifiki na sifa ya al-iqsa, yani kuweka mbali wale wote ambao si katika madhehebu yao, wakaona kwamba si wenzao. Hiyo sifa hiyo haipo katika madhehebu ya kibadhi. Ndio maana mmoja katika wanachuoni wa kiibadhi au katika maimamu wa mwanzo kabisa katika madhehebu ya kibadhi akiitwa Abu Hamza Tashari rahmatullahi alayhi, aliposimama pale Makka au Madina, akasema kuambia wale watu, annasu minna wa nahnu minhum, Waislamu wote, watu wote katika Uislamu ni katika sisi na sisi ni katika wao, illa thalatha, isipokuwa tatu tu ndio sisi hatupatani nao watu hao, hatuwafanyii walaya. Mtu kwanza akasema mushrikun abid wathan, mtu ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu, anaabudia masanamu. Ikisha akasema wakafiru min ahli kitab, na kafiri ambaye ni katika alkitab, yani katika Mayahudi na Manasara. Wa sultanun au sultanan jairan, na yule kiongozi ambaye alikuwa mjeuri, anayefanya dhulma. Kwa hiyo kwa mtu ambaye alikuwa anafuatilia mambo ya kitarehe haya na akawa ni mwadilifu katika ufuatiliaji wake, katika upekuzi wake, basi atakuta kwamba ibadhi wako kinyume na makhawarij. Ndio maana ibadhi ni katika watu ambao waliwapiga vita makhawarij. Ukisoma katika tarehe, Al-Julanda bin Mas'ud aliyekuwa kiongozi wa Kiislamu katika nchi ya Omani, aliwapiga vita kundi moja katika makundi ya khawarij yanaitwa Sufriya. Kwa hiyo khawarij ni wale ambao waliotoka katika kundi la al-muhakkima, wale ambao walijitenga na Imam Ali bin Abi Talib, baadaye wale wakaja wakagawanyika
Kuna wengine ambao atharul unfa, walikuwa wanapendelea zaidi kuwa na taabu na shida na fikra kali dhidi ya Waislamu wenzao, na wakaamua kwamba wapigane na wale wote ambao wanaopingana nao. Hawa ndio khawariji ambao wanaitwa al-azariqa. Makundi tofauti, kuna al-azariqa, as-sufriya, an-najdiyya. Hawa ndio khawariji kwa sababu wao waliwapiga vita Waislamu na wakawakufurisha Waislamu wote wasiokuwa wao. Lakini baadhi wao atharu silma ala al-unfi, wao walifadhilisha zaidi kukaa katika hali ya utulivu na amani na salama, na ikawa wao wamebaki pale katika mji wa Basra kwa ajili ya kueneza elimu na kueneza fikra zao. Na ndio maana mpaka sasa hivi wakabakia kuliko wale khawariji ambao waliokuwa wao walifadhilisha zaidi kupigana. Kwa hiyo ikawa kila wakati wao wanapigwa na kuuliwa, na ndio mpaka sasa hivi hawakuweza kubakia, wala fikra zao pia hakuna ambaye aliyezishika fikra zao. Naam, wapo watu ambao wanaweza wakafanana na wao katika fikra, lakini wale ambao walikuja baada yao. Na ndio maana hata al-Imam Salimi rahmatullahi alayhi katika kuonyesha kwamba ibadhi na makhawarij ni tofauti, Imam Salimi katika baadhi ya mashairi yake akasema, khawarijun dhallat fasarat mariqa min diniha sufriyatun azariqa. Khawariji ni wale ambao walipotea na wakatoka katika dini yao. Sufriya ambao ni masufriya, azariqa na azariqa. Fa'aradhu linnasi bisayfi kama qad istahallu almala minhum maghnama. Na ikawa wao wanaorodhesha upanga juu ya watu, kwa maana kwamba kila ambaye anayepingana nao basi walikuwa wakimpiga kwa upanga, na wakahalalisha zile ngawira ambazo wanazipata kwa Waislamu wenzao wanaopigana nao. Hawa ndio makhawariji. Na ndio maana hata maulama wetu wamefanya jitihada kubwa sana katika kuelezea masala hii. Mmoja katika wanachuoni katunga kitabu kinaitwa Al-Ibadhiyyah fi Maidan al-Haqq, anaelezea tofauti iliyokuwepo baina ya ibadhi na khawarij. Ametaja tofauti baina ya ibadhi na khawarij, kataja tofauti 25 tofauti zilizopo baina ya ibadhi na makhawarij. Sasa vipi mtu atasema kwamba ibadhi ni katika makhawarij na wakati kuna tofauti kubwa sana? Laisu sawaa, sio sawa sawa baina ya hawa na wale. Kwa hiyo watu wanatakiwa wawe waadilifu sana katika jambo hili. Sheikh Ali Yahya Muammar hapa anaelezea chanzo cha ibadhi kuitwa kwamba ni makhawarij. Anasema wamedhulumiwa maibadhi na kutabul maqalat, wale watu ambao walikuwa wanaandika vitabu vinavyoelezea mapote ya Kiislamu fil aqaidi, katika upande wa kiitikadi. Yani mfano mathalan katika ambao waliandika katika hii maudhui hii, Abu al-Hasan al-Ash'ari kaandika kitabu kuhusiana na masala haya, Shahrastani, Ibn Hazmi, al-Baghdadi na wengineo, ambao hawa ni wachuoni waliandika kuhusiana na maqalat al-islamiyin, yani kuelezea mapote mbalimbali ya Waislamu. Kwa hiyo wakaelezea Mashia, Mazaidia, wakaelezea ibadhi, khawarij. Lakini sasa wao wakawa wanaona kwamba ibadhi ni katika khawarij, na kwa maana hiyo zile fikra zote zilizokuwepo kwa khawarij ikawa wanazisukuma kwa maibadhi, wanazinasibisha kwa maibadhi. Ndio nasema hapa wakawazingatia maibadhi ni katika makhawarij, na wao wako mbali sana na makhawarij. Kwa hiyo wakawazushia uzushi mbalimbali, mambo mabaya kabisa ambayo maibadhi wako mbali nayo, hawana uhusiano nayo, na wakawagawa maibadhi katika makundi tofauti. Haya makundi wameyazusha wao tu, wala ibadhi hawakugawanyika katika makundi hayo. Na aslan ibadhi mpaka sasa hivi alhamdulillah wapo katika kundi moja tu ibadhi. Hakuna makundi mengi ya kiibadhi kusema labda kuna ibadhi fulani, kuna kundi fulani la kiibadhi. Ibadhi wote ni wamoja alhamdulillah. Yani hakuna mfano kundi hili mathalan pengine katika Shia wako madhehebu tofauti, Ahlus Sunna wako madhehebu tofauti, lakini ibadhi ni kundi moja. Sasa kuna baadhi ya watu wakataka kugawa yani ibadhi, kuonyesha kwamba ibadhi kuna vikundi, kuna vipote tofauti. Sheikh anasema thumma nasabu ila kulli imam minhum jumlatan min al-aqwali, na kila kundi wakalipa kiongozi wake, na kila kiongozi wakamnasibishia maneno ambayo lau kwamba atayasema Muislam basi yanatosha maneno hayo kumtoa katika Uislamu. Wala asla li tilka al-firaq, wala hakuna msingi wote, hakuna asili, hakuna uhakika wa kuwepo vikundi hivyo,
wala liulaika al-aimma, wala kuwepo maimamu hao, wala limaqalatihim inda al-ibadhiyya, wala hayo maneno ambayo waliyosema kuhusiana na ibadhi. Bal yabrauna mimman yaqulu bidhalik, bali maibadhi wako mbali kabisa na hayo ambayo wanayasema watu hao. Wa min tilka al-firaq, miongoni mwa vikundi hivi ambavyo vimetajwa, yani mfano mathalan wakasema kwamba vikundi hivi ni vikundi vya kibadhi ni firqatul hafsiyya, kikundi kinaitwa hafsiyya na kingine kinaitwa harithiyya na kingine kinaitwa yazidiyya, thumma furu'iha pia wakataja na matawi. Sasa matawi sasa ya vikundi hivyo yanasibisha kwa madhehebu ya kibadhi. Tayeb, kisha nasema hapa, na katika mifano ya kuonyesha maneno ya uzushi na uongo ambayo yanasibishwa kwa madhehebu ya kibadhi ni haya yafuatayo. Kwa hiyo hapa ndio maana nikasema katika ile darasa ya mwanzo kabisa ambayo tunazungumzia kitabu hichi, nimesema kuna uzushi mwingi ambao waliozushiwa nao maibadhi kwa sababu jahlan, imma kwa sababu ya ujinga au kwa sababu taasuban, watu kuwa na kasumba za kimadhehebu. Kwa hiyo kifupi, mara nyingi watu wanapokuwa wamefarikiana katika jambo, kila mmoja huvutia upande wake na kuwaona wengine kwamba wako ni maadui, ni watu waovu, ni watu wana fikra potofu tofauti na vile anavyojiona yeye. Sasa haya ndio ambayo litokezea katika umma wa Kiislamu, watu wakawazushia maibadhi fikra mbovu potofu ambazo maibadhi wako mbali nazo wala hawazitakidi fikra kama hizo. Sasa hapa shekhi anakuja kueleza baadhi ya mifano ya hayo maneno ya uzushi ambayo waliozushiwa nayo maibadhi na wao hawajasema. Yani maneno yamezushwa tu ikisha yakasema kwamba hayo wameyasema maibadhi. Mfano mathalan maneno ambayo aslan yani katika ibadhi haya mtu ambaye atakayetakidi hivi anazingatiwa ni kafiri. Yani kusema mfano laysa baina ash-shirki wal iman illa ma'rifatullah wahda, hakuna baina ushirikina na imani isipokuwa kumjua Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hiyo mtu ambaye atakimjua Mwenyezi Mungu peke yake ikisha akakufuru, akamkufuru mtume au akakufuru pepo au moto, basi huyu atakuwa ni kafiri lakini sio mshirikina. Hii ni haipo katika madhehebu ya kibadhi. Au mfano mathalan wakazusha kwamba wanasema ibadhi, wanasema hakika Mwenyezi Mungu atatuma mtume katika Waajemi, yani baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuja mtume mwingine katika Waajemi na atateremshwa kitabu kutoka mbinguni. Kitabu hicho kitamteremkia jumlatan wahida, kitamteremkia mara moja, yani kitateremka wakati mmoja kile kitabu. Ni uongo, hakuna jambo hili katika ibadhi. Aslan ibadhi wanaitakidi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa mwisho, hakuna mtume mwingine baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na atakayetakidi kinyume na hivyo anakuwa sio Muislamu. Au pia katika maneno mengine ambayo waliwasema kwamba ibadhi wanasema eti mtu ambaye atakayemshuhudia Muhammad ni mtume katika ahli kitab, yani katika Mayahudi na Manasara, hata kama ikiwa hawakuingia katika dini ya Uislamu na hawakuitendea kazi sheria ya Kiislamu, basi hao watakuwa ni waumini, ni Waislamu. Hii pia ni fikra ya uongo ambayo amezushiwa nayo maibadhi na mengi mengineyo ambayo yapo katika vitabu kama hivyo. Mfano pia wako walosema ya kwamba ibadhi wanapinga ijma', makubaliano wanachuoni. Ibadhi wanapinga arrajm, ile adhabu ya mzinifu ambaye kaoa au kaolewa atakiwa mawe mpaka afe. Wanasema kwamba jambo hilo wamelipinga ibadhi, sio kweli. Pia wanasema kwamba ibadhi wanapinga adhab al-qabri, adhabu ya kaburi. Kwa hiyo haya yote ni ya uongo, hayapo katika madhehebu ya kibadhi. Naam, yawezekana ikawa mfano kama adhabu ya kaburi, wako baadhi ya wanachuoni wachache sana ambao waliopinga, lakini ile kauli ile inayotendewa kazi katika madhehebu ni kwamba adhabu ya kaburi ipo na imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sheikh anamalizia anasema, kwa hiyo pia kama ilivyokuwa wamewadhulumu ibadhi katika kuwazushia fikra kama zile mbovu, pia wakawadhulumu pale ambapo walipokuja kuwazushia kwamba ibadhi ni katika makhawariji. Hata hawa wanachuoni wa tarehe walipoandika tarehe, basi wengi katika wao wakanasibisha kwamba ibadhi walikuwa ni katika khawarij, na wakati ibadhi walikuwa ni tofauti kabisa na makhawarij. Na mtu ambaye anataka kujua zaidi katika masala haya, basi arejee katika vitabu vya kibadhi, atakuta namna gani wanavyoeleza tofauti zilizopo baina ya ibadhi na khawarij. Inshallah ndugu zangu Waislamu, tutafikia hapa leo, tutakuja kuendelea katika darasa ijayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.